الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله. Kwa nini wanawavyuoni wa sunna wamesisitiza sana katika kuwakataza watu kutokamana na kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ni huruma mkubwa waliokuwa nao juu ya umma, kama alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla yao. Kwa huruma yake juu ya umma wake hakuacha jambo ovu isipokuwa amewakataza umma wake nalo, kama vile hakuacha la khairi isipokuwa aliwaelekeza umma wake katika khairi kama hiyo. Ibadallah, khatari ya uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa mno. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المدينة فقال. أنس بن مالك رضي الله عنه أسمى متوم صلى الله عليه وسلم aliutaja mji wa Madina kisha akasema, man ahdatha fiha hadathan, yoyote mwenye kuzua uzushi ndani ya mji wa Madina. Na wanawavyuoni wakasema na hukumu hii yaingia popote katika nchi ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa zaidi yaingia kuzua katika mji wa Madina kwa sababu ya utukufu aliyoupa Allah subhanahu wa ta'ala mji huu. Man ahdatha fiha hadathan, mwenye kuzua ndani yake uzushi katika dini ya Allah, fa alayhi la'natullah والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه الإمام مسلم. maneno ya kutisha sana ayazungumza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kututahadharisha kutokana na kuzua katika dini ya Allah. Mwenye kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa alayhi la'natullah, ni juu yake yeye laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana utawaona ahlus sunna na ukali katika kukataza kuzua katika dini ya Allah, kwa sababu kitendo hiki cha kupelekea katika kulaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Isitoshe, fa alayhi la'natullahi wal malaika, na mtu huyu ana laana ya malaika wa Allah, kwa idadi kubwa ya malaika wa Allah wote wamlaani mzushi katika dini ya Allah, bali wanasi ajma'in, na kwa idadi ya watu wote. Nani anayeweza kusubiri laana kama hii? Wal billah. la yaqbalu Allahu minhu yawm al-qiyamati sarfan wala adla. Allah subhanahu wa ta'ala hakubali kwa mtu huyu siku ya kiyama faradhi wala sunna. Kwa kuzua katika dini ya Allah, ibadallah, ni jambo la hatari mno. Ndio maana utawakuta ahlus sunnati, ahlul haqi, daima kwa huruma waliokuwa nayo juu ya watu wawaonya kutokamana na kuzua katika dini ya Allah. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala alipowazungumzia Banu Israil waliokuwa chini ya Musa alayhi salatu wassalam, alipoondoka wakaabudu kile kindama, wakazua katika dini ya Allah, jambo ambalo hakuwafundisha Musa alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, innal ladhina ittakhadhu al-'ijla sanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya, hakika wale waliokifanya kindama kuwa ni Mungu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala watapata hasira za Allah, ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yao ya dunia. innal ladhina ittakhadhu al-'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya, na watakuwa wadhalilifu katika maisha ya dunia. Leo Waislamu wamekuwa wadhalilifu. Katika sababu kubwa iliyosababisha udhalilifu tunaoona leo ni kuzua katika dini ya Allah. Na ndio maana utaona hata kufar waunga mkono sana mambo ya
kuzua katika dini ya Allah, kwa sababu wafahamu hapa ndiyo kutia udhaifu katika huu umma. Wakati wao wapangia huu umma mambo maovu, kuna watu wamekaa wacheza na kupiga ngoma, na wao wapangiwa na kufar a'daullah, wamekaa wakashughulishwa na upuzi, badala ya kufikiria vipi watakuwa ni sababu ya kuamsha huu umma kurudi katika utukufu wao. Lakini kwa sababu ya kuzua katika dini ya Allah, sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya. Sikiliza mwisho wa aya, Allah subhanahu wa ta'ala asema nini? Kwa sababu waweza kusema wanaokusudiwa hapa ni wale walioabudu kindama peke yao. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wakadhalika najzil muftarin, na hivi ndivyo tunavyowalipa kila wanaozua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kila wanaomzulia uongo Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhari ibadallah, tutahadhari sana kutokamana na uzushi mwingi utakaofanywa katika mwezi utakaoingia. Usije ukaingia ndugu yangu Muislamu katika laana ya Allah subhanahu wa ta'ala ukidhania wajikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala, kumbe kila ukifanya uzushi wazidi kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqillaha fi nafsika ayuha almuslim, mchi Allah subhanahu wa ta'ala juu ya nafsi yako ndugu yangu Muislamu. Walhamdulillahi rabbil alamin.